Kwa hiyo una muda gani tangu umeanza kunifuatilia? Tangu nilianza kukufuatilia kuanzia mwezi wa 12 mwaka jana. Oh. Ndio nilianza kukufuatilia, nikawa naingia kwenye mtandao kuangalia masomo, nikawa najifunza na nilipoingia sasa interno nimeingia mwezi wa 2 mwaka huu. Ndio. Lakini kutokana na hiki kitabu chako na masomo unayofundisha nikajikuta tu mimi sasa ninaenda speed. Hebu sisitiza, baada ya kuanza kupata masomo mambo yako yakaanza kwenda speed. Yakaanza kwenda speed, nikaelewa sasa ni nini ninachotakiwa kufanya kuhusiana na masuala ya fedha. Wow. Yeah. Kwa hiyo ninafurahi leo kukuona ana kwa ana. Sasa ukasema na tupige picha. Kabisa, yani tupige picha. Mzee wangu nimefurahi sana. Amina. Umesema wewe nilisikiliza kwenye TV tu. Ya hii ndio hilo jina ndio uliposema hapa. Nilipotaja jina Festo Amos. Sasa ile kama nimewahi kulisikia. Ni wapi? Aliposema ITV nikakumbuka. Okay. Basi Mungu ni mwema. Kwa hiyo unatokea wapi? Ninatokea Kilimanjaro, Moshi, wilaya ya Mwanga. Wote ni ukanda wa wapenda hela. Sasa wewe uone, ukisema kwamba hujajua huyu ni mchungaji na anapiga biashara. Anapiga biashara. Kazi. Hakuna kuremba. Hakuna kuremba, yani hakuna mbambamba wanasema vijana wetu. Kwa sababu umesema tutazungumza. Ndio. Nafikiri Mungu anafanya kila jambo kwa wakati wake. Kweli kabisa. Na huu ni wakati uliokubalika. Amina. Na nimependa pia kwamba unatamani si tu faidike peke yako na timu yako na pia. Timu yangu. Maana pale interno nina timu nyuma yangu. Na bado hata sasa hivi naendelea kuwaalika watu kuja kwenye fursa. Hata nilivyokuja hapa hivi tayari nishaanza kuwashirikisha wachungaji kwamba kuna fursa ya interno. Sasa ninapoona kitabu kinanielekeza sasa kwenye hiyo fursa natakiwa niende kwa namna gani. Ninafurahi. Wow. Yeah. Hongera sana mzee. Asante sana. Nafikiri hii ni fursa nzuri na tutazidi na itabidi usiondoke bila kopi yako. Yani ni lazima, ni muhimu sana. Wow. Ni muhimu sana. Safi. Wanakuita Mr. au mzee nani? Naitwa mchungaji Rogasian Masawe. Rogasian Masawe. Huyo ndo Mchaga Furu. Mchaga Furu, yani Mchaga anapenda hela na anapenda Mungu. Niko wilaya ya Same. Same sijawahi kufika, lakini Kilimanjaro nimekuja kufundisha kama mara kadhaa hivi, ila Arusha nimefundisha zaidi ya mara 10. Sasa tutakualika uje kule Same. Ni vizuri ukafika pia hata kwenye ofisi yetu ya interno pale. Alafu siku moja ukatufundisha. Ingekaa vizuri sana. Hii imeisha hii. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante, karibu sana. Asante. Ngoja tuendelee na protocol za hapa. Sawa. Asanteni sana. Mungu akubariki. Kama ulikuwa hujui, hili lilikuwa ni kongamano kubwa la wanaume ambalo linaitwa CMF na lilikuwa limekusanyika Dodoma, na hapa walikuwa ni wanaume zaidi ya 1500. Kwa hiyo somo hili ambalo mimi ninalifundisha katika video hii ilikuwa ni mazungumzo tu ya wanaume ambao tulikuwa tunajikusanya kwa nje, tukipata break tutoka nje kidogo, tunapiga tunapiga story za uchumi na fedha, tunazungumza mambo yetu kuhusu uchumi, kipato, uwekezaji, kujiandaa na urithi, kuandalia watoto urithi, kutengeneza legacy kwa maisha baadaye, kujiandaa na maisha baada ya kustaafu. Kwa hiyo katika somo hili tutaenda kujifunza vitu vingi vya msingi, mambo ya muhimu sana kuhusiana na uchumi, fedha, kipato, uwekezaji na uhuru wa kifedha sana. Karibu sana. Kweli ni kwamba tunaishi maisha ambayo kwa asilimia kubwa hayajapangiliwa kimkakati. Uongo kweli? Ina maana uchumi unataka kile unachokipata leo uwe na uwezo wa kukibalance kiweze kukusaidia na kesho. Kama Misri waliweza kutumia miaka 7 kutengeneza msingi wa kuishi miaka 7 bila kulima, bila kupanda wala kuvuna. Ina maana hiyo ni kanuni ambayo ni ufunuo kwa maisha ya kawaida kwamba ilipaswa kama sisi tukiishi miaka labda 60 tukafanikiwa kurudi kule tulikotoka, vizazi vinavyobaki viwe vimejengewa misingi ya kuishi miaka 60 mbele bila kustruggle. Vipi tunafanya hivyo? Kwa nini tunawekeza?
Ngoja nizungumzie hiki kipengele. Kwa nini tunawekeza? Jambo la kwanza, tunawekeza ili kutengeneza kitu kinaitwa passive income. Passive income ni kipato unachokipata hata bila kulazimika kufanya kazi. Cha pili, kwa nini tunawekeza? Tunawekeza ili fedha itufanyie kazi, kwa sababu kuna wakati tutaishiwa nguvu, hatutaweza kufanya kazi. Miili yetu itakuwa imeishiwa power. Swali, utakuwa mgeni wa nani this time utakapokuwa uwezi kukimbia? Juzi nilikuwa nimepata nafasi ya kuzungumza na bodaboda, waliniandalia, waliwakusanya bodaboda, waliniandalia wale watu, nikaanza kusema nao. Wale watu nikawauliza, hivi tukikuchukua wewe tukajumlisha miaka iliyobaki ili ufikishe miaka 60, utakuwa na nguvu ya kukimbia kama unavyokimbia sasa hivi? Wote wakajibu hapana. Nikasema, je, utakuwa mgeni wa nani pindi ambapo nguvu za kukimbia barabarani utakuwa hauna? Nikaongea na kijana mmoja, akaniambia amefanya kazi ya bodaboda kwa zaidi ya miaka 5. Nikamuuliza, kwa wastani utakuwa umepata fedha kiasi gani imepita mkononi mwako? Kama kiasi gani? Akasema mpaka sasa hivi nakiri kabisa itakuwa imepita mkononi mwangu zaidi ya milioni 50. Nikasema sawa. Mpaka sasa hivi unamiliki nini kwenye hazina yako? Akasema nachomiliki sasa hivi ni uhai wangu na afya yangu peke yangu. Anachomiliki ni pumzi. Kwa miaka yote amefanikiwa kuishi na kulinda tu asife basi. Na ndio maisha ya maskini, wanaishi ili wasife. Mwongozo wa nidhamu ya fedha ni 1015. Asante sana. Mikopo na madeni ni 20, kipato endelevu ni 20. Nguvu ya pesa ni 10,000. Amefanikiwa kulinda nini? Uhai, asife tu. Kingine nikamuuliza, mpaka sasa hivi nini kimekutokea? Akasema naishia tu kumtumikia bosi. Ina maana kila mwaka anamaliza mkataba mmoja, sijui ile pikipiki anaipeleka wapi, anaiuza, sio anafanyaje, unaelewa? Mimi nikampigia hesabu, hivi ukisave 10,000 kwa siku ni shilingi ngapi? Kwa siku 30 ni shilingi ngapi? 300,000. Sawa. Naomba nisimame kwa huku kwa sababu jua linatokea huku, kamera inakuwa nzuri sana. Unaweza kuzunguka kwa hivi kidogo. Muonekano wa kamera inatakiwa itokee upande wa juu. Unaweza kusimama upande huu. Sasa nikamwambia ukiweza kusave sawa 10,000 kwa mwezi unakuwa na laki kwa siku, kila siku 300,000. Kwa miezi mitatu shilingi ngapi? Kwa miezi 9 milioni 1,700,000. Na laki 8. Sawa. Sasa hicho kiwango tukienda kwa mwaka itakuwa ni kama milioni 3,650,000, si ndio? Hiyo si unaweza kununua chombo chako pikipiki, si ndio? Sinawezekana? Mkataba wa pikipiki hii inachukua siku ngapi kumalizika? Miezi 16. Ukiweza kusave shilingi ngapi? 10,000 kila siku. Uwezi kununua pikipiki yako ungali bado hujamaliza mkataba? Nilivyokuwa nikimtazamisha hivyo, anakuambia ukiwa kwenye mkataba haiwezekani. Anasema haiwezekani. Imani. Nikazungumza mtazamo ndo unaoanza kupona kwanza. Haamini kama inawezekana. Nikamuuliza kwa siku wewe ndugu yangu unatumia shilingi ngapi? Akasema natumia shilingi 10,000. Nikapiga hesabu. 10,000, ngoja muone maajabu. 10,000, mnaiona hiyo 10,000? Ndio. Ukizidisha mara 365 ni milioni 3,650,000. Maanake kwa mwaka amekula milioni 3,600,000 amekula, sawa? Nikasema hii hapa ni mwaka mmoja, tuzidishe kwa miaka 5 tuone, tukazidisha mara 5. Tukapata shilingi ngapi? Milioni 18,250,000. Milioni? Maanake kwa siku, kwa miaka 5 amefanikiwa kula milioni ngapi? 18. Ila kwa miaka 15 ameshindwa kutunza 10,000 ili awe anamiliki milioni 18, ambapo hii milioni 18 akiingia barabarani au akiingia radi akaamua wekeze kwenye pikipiki, anapata vyombo vingapi hapa? Tuashuma akaingia tu kwenye viwanja, ananunua viwanja vingapi? Sehemu za kule mji unakoelekea.
Anaweza kanunua hata 6 hata 7. Hivyo akitulia navyo kwa miaka 5 7. Huyu mtu atabaki vile vile. Si mtu mwingine. Hii fedha ukiwekeza sehemu panaitwa UTT kwa hii miaka inaweza kama imekufanyia maajabu sana. Nikagundua kumbe sio kwamba watu hawafanikiwi kwa kuwa hawana hela, ni kwa sababu hawaamini katika mafanikio. Na kile kidogo wanachokipata wanakihesabia pale pale kilipo. Kumbe fedha haihitaji usubirie uje upate hela nyingi ndipo ufanye makubwa. Hela inahitaji ufanye kidogo kidogo ili kikue, kije kiwe kikubwa chenyewe. Maandiko yanasema mali iliyopatikana kwa haraka itapotea, lakini akusanyaye kidogo kidogo huyu atazidishiwa. Ngoja niwaambie ukweli. Mafanikio kuanzia leo mpaka milele. Mafanikio sio kusubiria upate hela nyingi ufanye kitu kikubwa mara moja kama wengi wanavyosubiria. Kuna mtu anasema ili niweke akiba siku hiyo mpaka nije niziangukie hela nyingi. Hizo hela nyingi ndugu yangu zitatoka wapi? Mungu anapima uaminifu kuanzia vitu vidogo. Aliye mwaminifu katika vidogo atainuliwa katika vitu, na asiye mwaminifu kwa vidogo hata hivyo vikubwa hatoboi, hufiki. Tukupeleke huko juu ukaanguke. Hivi unajua ukiwa gorofani kule, yani wewe hujawahi kujenga hata kijumba kidogo tu cha kuku si cha bata, si ndio? Wewe unataka uanze kujenga magorofa kule. Ukianguka si tumekupoteza. Karibu. Sasa hiyo 10 leo unaiweka wapi? Safi. Kujikuta tena nyingine uweke pale. Safi. Kuna mwalimu wangu wa uchumi ambaye amenifundisha kuweka akiba na kuwekeza. Yeye alianza mwaka 2016 akawa anaweka akiba kila siku endao kwa Mungu na hakuwahi kutoa kwa miaka yote 10, 2016 mpaka 2026. Alienda benki akafungua ile account, fixed account ambayo hairuhusu kutoa. Akasema nitaweka akiba kila siku, na alikuwa ananitumia receipt. Na mdogo wangu, weka akiba. Akanifundisha mimi akiba, nikaanza kuweka 2021. Nikaanza. Ila mimi sikuwa na uwezo wa kuweka kila siku. Akaniambia mdogo wangu, jitahidi angalau kila wiki uweke hata 10,000. Angalau kila wiki. Nikajenga hiyo nidhamu ya kuweka akiba kila wiki bila kuacha. Mpaka sasa hivi mimi kabla wiki haijaisha lazima niweke akiba. Lakini sasa hivi nikashift baada ya kujifunza, nikagundua kuweka akiba hela sehemu ambayo haizalishi ni hasara. Baada ya kujifunza nikafungua UTT account. Nikawa nawekeza. Sasa hivi nawekeza kwenye hisa za Dar es Salaam. Na hisa siku hizi unaweza kununua hisa kuanzia 10 na ni rahisi tu. Kwa mfano hapa tukiwasiliana naweza nikakusaidia ukatoka hapa hapo ushafungua account ya kununua hisa. Kwa kutumia tu mtandaoni bila hata kwenda kokote, unajisajili, una NIDA yako umemaliza. Unanunua hisa kwa mfano za kampuni inayosifika siku hizi ya CRDB. Sasa hivi juzi nimenunua hisa, ilikuwa ni wakati niko safari, ninunua hisa ilikuwa ni 2800. Ukiwa na 28,000 unaweza kununua hisa za soko la Dar es Salaam la hisa. 28,000 unanunua hisa 10. Maana ukifanya hivyo kwa mfano kila wiki, ina maana unamaliza mwaka umeshanunua hisa hisa ngapi? Ngoja. 10 mara 52. 10 mara 52 ni ngapi? 520. Hizi hisa 520 ukifanya hili zoezi kwa miaka 10 una hisa 5,030 na 20. Hizi hisa 5,000 zinaweza kaonekana ni ndogo, lakini ukifanya hili zoezi kwa miaka 20 unaweza ukakuta baadaye yani tabia ya uwekezaji ni kwamba inaanzia kidogo ila inaendelea kuinuka na kupanda juu ikiwa inaendelea kuongezeka hivi. Nilikuwa napiga hesabu ya wakati ninafanya kipindi na ITV, kipindi fulani, sio hiki cha juzi, kipindi fulani, tukapiga hesabu kwamba ukiweka 50,000 peke yake kila mwezi kwa miaka 35 utakuwa unamiliki si chini ya milioni 350. Miaka 35. Hiyo miaka 35 tunaona ni mingi. Ni kweli. Chukua miaka 35 toa na miaka ulionayo sasa hivi. Utuambie kipindi hicho ilikuwa na miaka mingapi? Alafu tukuulize, si ndio? Tukuulize kipindi hicho mpaka sasa hivi unamiliki kiasi gani?
Maana 50,000 tu kwa mwezi ambayo inaonekana ni ndogo ingekufikisha huko, lakini huku ambako hatukufanya tunaonekana. Unajua ujanja au ujinga ni kufanya kitu ukiamini kwamba unapatia, kumbe unakosea, si ndio? Lakini waambieni ukweli, kuna watu hapa hawajafika miaka 40, si ndio? Wachache. Nikawa napiga hesabu, ngoja kwa mfano, nafikiri na data, ngoja niwapigie hesabu ya ajabu sana kuhusu haya mambo ninayowaambia kuhusu uwekezaji. Kuna wale wanaowekeza UTT, kuna kitu kinaitwa UTT AMIS calculator. Ukiingia hapo niwaoneshe, tuassume tuweke shilingi ngapi kila mwezi? 20,000 kila mwezi. Ngoja tuone. Ila ngoja tuseme ukweli. Ngoja. Jamani, sisi ni wanaume, sio? Wakati mwingine tuambiane ukweli. Tuambiane ukweli. Mwanaume mwezi mzima kwamba wewe akiba yako iwe ni 20,000, tutatoboa? Tuseme kweli. Maana yake kwa mwaka umeweka shilingi ngapi? Mwaka miezi 12. 20 mara 12 ni ngapi? 240,000 mwaka mzima. Bila samani. Bila samani. Ni sahihi. Ni sahihi. Sasa ile ambayo ilipiga hesabu nasema hapo msaidia kwamba sasa kwa ipunguze kidogo. Unajua maisha mtu ambaye anapata kipato ambacho kinamwezesha kufanya nini? Kula tu. Kwa mtu ambaye anapata kipato ambacho kinamwezesha kupata na ziada. Ile ziada tofauti. Hajui namna kuiweka. Kwa hiyo yule ambaye umempigia hesabu kwamba kwa miaka mitano miaka 5 milioni 18 kwamba hizo zote ni hela ambazo unafanya ametumia ambazo umetumia. Sasa kura huwa kura hakuna ziada, yani unaweka vitu ambavyo maana yake vimezidi. Yes. Ni sahihi. Kwenye ile 10,000 kuna mawazo baadhi ambazo nilimwambia kwamba sasa hii 10,000 ilikuwa ibageni hivi ili kwamba hii ufanye hivi na hii ufanye hivi. Ile ndio nilikuwa nimesubiria. Sawa. Mimi nilimwambia hivi, kwa siku bodaboda kwa siku ana uwezo wa kupata mpaka 30,000, si ndio? Nani amewahi kufanya bodaboda hapa? Mpaka 50 Mmoja mpaka 80. Tuambie ukweli mkuu. Kwa mtu ambaye amejizatiti na amedhamiria, anaweza kukosa 10,000 ya kuweka kama ameenda kazini na afya nzuri? Hakosi. Kwa nini wengi hawafanya? Hata zaidi. Hata 20,000. Sasa 20,000 kwa siku ina maana kwa mwezi una 600,000. Kwa miezi miwili una 1,000,000. Kwa miezi minne una 2,800,000. Ina maana miezi 5 unaweza kama umeshapata hela ya chombo kipya. Si ndio? Sasa hizi target kwa nini wengi hawaziweki? Yaani ukajiwekea kwamba kila miezi 6 mimi nataka niwe na chombo changu kipya. Sasa hizi mheshimiwa. Ndio. Matapeli wamekuwa wengi matapeli. Sawa. Sasa unakuta wanaume wengi wanaogopa kuwekeza. Unawekeza leo na kampuni imeondoka. Unaona matapeli wamekuwa wengi. Unakuta mtu anakuja kwa mfano anasema bana tunawekeza. Mtu anawekeza mwisho wa siku kampuni haionekani, mtu anakula hasara. Ndio sasa unakuta wanaume wengi tunaogopa, tumepigwa mno. Watu tunakuwa tunauoga saa hizi. Yaani kwa mtu anakuja kwa nia njema. Bana tunanunua hii sasa tunafanya hivi na hivi na hivi, unaenda mwaka mwisho wa siku network hamna. Sasa inakuwa huyu mtu ananyongonyea. Kwa hiyo tulikuwa tunaogopa sana sasa hizi. Yaani tuaminisha sasa hizi ilikuwa kidogo watu tunaogopa sana kuwekeza. Ndio wakuta wanaume wengi wanabidi hata wafe maskini kwa sababu haina haja kuwekeza huku. Sema ambayo haina uhakika. Sifa ya mwanaume ni kufa huku ukipambana. Ni marufuku kunyosha mikono ya kusalenda, si ndio? Lakini siku hizi tunasema hivi, pata taarifa sahihi kutoka vyanzo sahihi, si ndio? Jamani, uwekezaji siku hizi umefanywa kuwa rahisi. Tafuta maarifa, tafuta walimu ambao wanaweza wakakusaidia. Kwa mfano siku hizi Benki Kuu ya Tanzania wameendelea kuwapa idhini ya kufundisha elimu ya uchumi na fedha wale ambao wanaonekana wana vipawa, wana uwezo, wana maarifa, wana ufahamu, si ndio? Kama walivyonifanyia mimi.
Kwa hiyo unamtafuta mtu ambaye unaamini huyu mtu hata akinikosea naweza nikamshtaki. Mimi kinishtaki maana yake BOT wananifungia kufundisha elimu ya fedha. Si ndio? Na wananiambia kuanzia leo Amos hatukutambui kama mwalimu wa uchumi na fedha mpaka itakapotangazwa vinginevyo, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu pengine nimewamislead watu. Mimi nilikuwa nafanya biashara ya mtandao, network marketing na kampuni moja ya kusambaza virutubisho. Nimefanya kwa miaka 3. Ilinisaidia wakati nimetoka chuo kwa ajili ya kujijenga kwa mwanzoni. Lakini hiyo biashara kwa nini sikuendelea kuifanya? Kwa sababu kuna namna inaanza kunipotezea uaminifu. Mtu akienda hospitali, sawa? Akatibiwa, asipone akafa, wanasema ni mapenzi ya Mungu. Akija kwangu mimi nikampatia virutubisho ambavyo nimemtangazia, asipopona anasema mimi nitapeli. Unaelewa? Mimi nikagundua kupona kwa mtu hakuko mikononi mwa anayetibu, kuko mikononi mwa Mungu. Japokuwa nguvu ya dawa kutokana na ubora wake pia inaweza kusaidia angalau kujenga mwili, angalau kurudi kwenye hali ya lakini sio guarantee, si ndio? Nikaona hivi, nikiwatibia watu waliokuwa wananiamini wasipone, watapoteza imani na mimi, nitapoteza uaminifu. Nikaangalia ualimu, nilikuwa nimeshaandika vitabu viwili. Hiki cha mwongozo wa nidhamu ya fedha na hiki cha nguvu ya pesa. Nilipoandika kitabu cha mikopo na madeni, nikaona sasa nimepata mtaji ambao naweza nikaendelea kuishi mjini. Nikaacha kuuza hizo dawa za virutubisho, sijui za nguvu za kiume, sijui magonjwa sijui ya kina nani, sijui bawasiri, sijui vidonda vya tumbo na nini. Ni kweli nimewasaidia zaidi ya wanawake 8 kupata nani za kuwasaidia kujenga afya zao za uzazi na wakapata watoto. Zaidi wanawake 8 kwa hiyo miaka 3. Kuna wengine wamepata nani matibabu kwa magonjwa mbalimbali kwenye hizo dawa nilizokuwa nauza. Lakini kuna watu ambao niliwapatia matibabu, sawa? Kuna mtu mimi nimemtibu uvimbe kwa miaka 3 hakupona. Anapata ahueni inarudi, anapata ahueni inarudi. Mimi nikanyosha mikono. Ila yeye kaendelea kutumia, anaendelea kutumia. Nikasema huku mimi napoteza imani na uaminifu. Nikarudi huku. Mimi nikikufundisha uchumi nikakwambia kaweke akiba, si ndio? Usipoweka kosa ni nani? Nikikwambia hivi, misaada ni kitu kizuri, lakini ukijitoa sana kupitiliza huwezi kukuza uchumi. Uchumi unataka ubaili. Uchumi unataka ubinafsi. Au unahitaji kidogo kuwe na mipaka. Maandiko yanasemaje? Iweni na kiasi katika mambo. Lakini kuna watu hapa, nikatolea mfano kwenye hichi kitabu cha nguvu ya pesa, nikasema hivi nikuulize swali. Ukichukua ule mshahara wako, si ndio? Ukaenda Dodoma hii nimewahi kwenda Kongwa kule. Kongwa ni wapi? Si ni huku, si ni. Kongwa nilienda kufundisha elimu ya fedha, wamenialika shirika la Compassion ile ya kimataifa. Wakanikusanyia watu wale waliokuwa wanapatia misaada. Nikawafundisha. Nilipofika kwenye point ya kusaidiana nikasema kusaidia watu ni jambo jema lakini sio lazima. Na unatakiwa kujitoa kupitiliza, kwa sababu ukitaka kubeba matatizo ya watu, sawa, kuliko uwezo wako, wewe na yule unayemsaidia wote mtabakia kuwa wale watu walinikatalia. Kwa sababu mimi nikiwa nafundisha huwa nasikia mioyo ya wasikilizaji. Mioyo ikiwa inanielewa huwa nasikia huku ndani kunakuwa kwepesi, kunakuwa kurahisi. Wanaofundisha elimu yoyote mtakuwa mnanielewa. Mle ndani kwenye ule ukumbi, giza lilitanda moyoni kwangu, mawasiliano yakakatika. Nikajiuliza nini kimetokea? Nikatazama sura zimegeuka. Nikauliza niambie nini kimetokea? Nikahimiza, nikagundua hii point ni kama wameikataa. Nikahimiza, nikasisitiza, jamani, kusaidia ni kitu kizuri, lakini kwenye kusaidia usisaidie fedha unayoitegemea. Imeandikwa uwezi kuwapa watoto mbwa chakula cha watoto, si ndio? Uwezi kuchukua chakula cha familia kwenda kutoa misaada wakati watoto wanakufa njaa. Nyerere alishasema uwezi kulipa madeni kwa kutumia hela ya watoto ambao wanatakiwa kula usiku wakalala njaa. Huo sio utaratibu. Utaratibu mwambie nitakulipa kesho. Ndio maana pesa ya mkopo au ya deni sio ya kutegemea. Uwezi kuishi kutegemea hela ya kukopa au hela ya kulipwa deni. Nategemea usiku wa leo mtakula kwa kutumia hela utakayokopesha. Watu mnakosea sana kuishi kwa kutumia pesa ambayo hujaipata. Wale watu baada ya kutoka kwenye ukumbi, wale wenyeji wangu wakaniambia hawa watu
Kwa nini ile pointi ulisisitiza na inaonekana waliikataa? Ni kwa sababu wanaamini kwamba kusaidiwa ni haki yao. Sasa nikauliza swali. Hiki kitabu cha Nguvu ya Pesa kinauliza, wewe hapo si una huruma, si ndio? Una huruma na unaamini huruma ni utumishi na ni kitu kizuri, kuwahurumia yatima, wajane na wengineo. Wewe uchukue mshahara wako uende Dodoma nzima uwapatie kila ombaomba 10,000. Vipi? Hela yako itatosha? Itawatosha? Na ngoja niwaambie kitu kigumu kuliko vyote. Hakuna msaada unaweza kubadilisha maisha ya mtu yeyote. Nimesemaje? Hebu tuirudie wote. Nimesemaje? Hakuna msaada unaweza kubadilisha maisha ya mtu. Msaada ni kumpa mtu samaki ili akale. Akila leo samaki akamaliza, kesho akitaka samaki ataenda wapi? Atarudi kwako. Utampa, ataenda. Akiishiwa tena atafikiria kimbilio ni wapi? Ni kwako. Sasa kuna kanuni, kuna ngazi 5 za misaada. Uone sasa namna ambavyo utaanza kuishi maisha yenye mipango. Akija siku ya kwanza ukampa, atashukuru. Sawa? Akirudi siku ya pili ukampa, atajenga imani. Sawa? Eti itakiwa uwepo kule. Eti itakiwa. Sawa? Akija siku ya 3 ataanza kuona kumbe na stahili, ataanza kujihesabia haki. Sawa? Akija siku ya 4 atatengeneza wajibu kwamba you are responsible to help me, unawajibika kunisaidia mimi. Kwa tayari ameshajitoa kwa wazazi wake, ameshakugeuza wewe kuwa ni baba. Amelaniwa mtu yule na kumfanya na moyoni mwake. Ya 5, akirudi wewe moyo utachoka, kwa sababu huwezi kubeba mizigo ambayo sio wajibu wako, kwa sababu hata ya kwako pia amekushinda, mengine umeacha. Uongo? Ya 5, atakapokuja siku ya 5 ukamnyima, atajenga chuki na atasahau yote. Ndio utakuja ule usemi wa wahenga wasema, shukurani ya punda ni nini? Umeeleza vizuri sana. Shukrani ya punda? Nirudie tena. Mnunue na vitabu nisirudi navyo Dar es Salaam. Vitabu hivi nayo mambo. Vimeeleza kila kitu. Hivi vimeeleza, haiwezi kila kitabu kimeeleza point yake. Wewe una soft copy. Soft copy zipo. Ambayo unauza kwenye mtandao na ndio. Unalipia. Na basi nichukue namba. Soft copy zinakuwa 9 kwa sababu vitabu nimeandika jumla 10, kimoja kinahusu mahusiano. Niliandika kitabu cha kwanza kinachohusu mahusiano, nikagundua mahusiano sio ya kwangu, nikaachana nayo. 0766 0766 18 na mtazamo wa mtu. Mtazamo wa mtu unajengwa na vitu vikubwa viwili. Cha kwanza ni akili ya mtu na moyo wa mtu. Kwenye akili ya mtu tunazungumzia mawazo yanayozunguka kwenye akili ya mtu. Cha pili tunazungumzia namna ambavyo yeye akiona kitu anavyokitafsiri. Kuna mtu akiona pesa anatafsiri kwamba hapa natakiwa kwenda kujifurahisha. Kuna mtu akiona pesa anatafsiri kwamba hapa natakiwa kuwekeza. Kuna mtu akiona pesa anawaza kwamba hapa sasa natakiwa nikatafute kitu ambacho kitanisaidia kuwalisha watoto. Maana yake kuna mtazamo wa kujifurahisha, kuna mtazamo wa kuishi, afu kuna mtazamo wa kuwekeza. Mtazamo unajengwa na akili ya mtu. Alafu moyo tunazungumza imani, alafu moyo tunazungumza hisia. Kuna mtu ambaye akiona pesa anaanza kuiogopa. Ndio maana kuna wakati mtu fulani akipata hela anaanza kuona kama vile amepata kitu cha kutisha, anatetemeka. Na kuna kiwango fulani cha fedha ambacho ukikipata unasikia kama vile unaishiwa nguvu, au nguvu ya hiyo pesa inazidi uwezo wako wa moyo kustahimili. Ndio maana huwa anasema hivi,
pesa ikiwa nyingi, Mungu anaweza kazuia usipate hela nyingi, kwa sababu ukiipata nyingi ama itakuua au itakuangamiza au itapotea au itakuchanganya, unaweza kuchanganyikiwa. Ndio maana walio wengi kuna kitu kinaitwa the fear of money, kuogopa hela. Watu wengi wanaogopa hela. Ukitaka kujua watu wanaogopa hela, wakiipata nitumia yote mpaka inapoisha, ndio mioyo inatulia. Wakiwa nao bado wanakuwa ni kama wanaweweseka. Unaona? Kwa hiyo ni sayansi ya kwanza inayozungumzia mtazamo na akili ya pesa. Eneo la pili ni kipato. Kipato inatokana na anachokifanya mtu. Ni ama unafanya kazi labda ya kuajiriwa, au umejiajiri unatumia kipaji au ujuzi, au unafanya biashara. Chochote unachokifanya ili mradi kinagusa maisha ya watu, hapo wewe unakuwa unapata pesa. Sasa hela ina tabia kuizi mbili. Ukitaka kupata hela nyingi, ni ama uuze vitu vidogo vidogo kwa watu wengi. Bahresa anauza vitu gani? Ice cream. Si ndio? Vitu ambavyo hata watoto wa shule wanaweza kununua. Ili anauza kwa watu kwa sababu ametengeneza mifumo ambayo kuna distributors wengi nchi nzima. Pengine mpaka nje unachukua kote kote na si ndio? Alafu njia ya pili ya kupata hela nyingi ni uwe unauza kitu chenye thamani kubwa cha milioni ngapi, sio 500,000 na hela nyingi nyingi, ambapo unahitaji wateja wachache tu ili upate hela nyingi. Sasa swali, wewe kitu unachokiuza kinagharimu au thamani yake ni kiasi gani? Kama unauza kitu ambacho ni 100, 200, 500, unatakiwa upate watu wengi zaidi ili uweze kupata hela nyingi. 100 ili upate, ngoja tu. Kama unauza shilingi 100, shilingi 100, 100 ili upate 100,000, unahitaji kuuzia watu 1000 ndio unapata 100,000. Sasa swali, hawa 1000 una uwezo wa kuwapata kwa namna gani? Ina maana kama unauza kitu ambacho faida yake ni shilingi 100, ukiwauzia watu 10 ni 100 mara 10, unapata shilingi ngapi? 1000. Ukiwauzia watu 20, 2000. Maana yake nguvu kubwa, matokeo kidogo. Ukitengeneza mifumo ya kufanya watu wengine wakusaidie kwenda mbali, ndio unaweza kupata hela nyingi zaidi. Ndio maana ni rahisi sana maskini kubaki kuwa maskini na ni rahisi tajiri kubaki kuwa tajiri. Kwa sababu kilichoongoza utajiri au maskini ni mfumo. Si ndio? Okay. Eneo la tatu baada ya kutoka kwenye kipato ni kitu kinaitwa matumizi au usimamizi au nidhamu. Hapa kuna ugomvi mkubwa, kuna makundi makubwa matatu. Kundi la kwanza ni watu ambao wanatumia hela zote wanazozipata alafu wanaenda kuchukua na za wengine wanatumia ili waendelee kuishi. Ni wale ambao mshahara haukutani na mshahara mwingine. Waajiriwa tupo. Mshahara haukutani na mshahara. Ina maana kama mshahara haukutani na mshahara mwingine, wewe ili uishi lazima kaazime pumzi kwa wengine. Si fedha ni jawabu la mambo yote. Kama hauna jawabu la mambo yote, wewe una chanzo cha matatizo yote. Si ndio? Kama fedha ni jawabu la mambo yote, ina maana kama huna jawabu la mambo yote, wewe unakuwa na chanzo cha matatizo yote. Kwa sababu 90% ya matatizo ya mwanadamu yote yanaweza akaisha akiwa na hela. Na 90% ya matatizo ya mwanadamu kama hana hela anakuwa kwenye hali ngumu sana. Ndio maana hata mambo ya kiroho yanayumba mtu akiwa hana hela. Ndio? Mtu akiwa hana hela kwanza anaishi maisha magumu. Ndio maana mimi wanasema tafsiri rahisi tu ya maisha magumu ni kukosa pesa. Mengine ni kujitia moyo tu. Halo. Unajua kuna maombi fulani ukiwa una uhakika mfukoni ipo, unamshukuru Mungu, haleluya. Yaani ni maombi ya shukrani na sifa zinakuwa nyingi, si ndio? Simaanishi kwamba uweze kumsifu Mungu ukiwa kwenye matatizo, lakini kuna ile sifa ya haleluya, unaelewa eh? Yaani una energy inakuwa iko juu, lakini uko down na uhakika ukimaliza maombi ya mfungo hata kufungulia ni shughuli, sio? Vitabu hiki mwongozo nidhamu ya fedha ni 10,015, uchumi wa mwanamke ni 20,020, nguvu ya pesa ni 10,000 moja tu, kipato endelevu ni 20,020, kipato kisicho na ukomo, na kingine ni misingi 8 ya mafanikio ni 15,000. Kuna kingine kimebaki? Yes. So nilikuwa nasema kwamba kundi la kwanza ni 10,000. Kundi la kwanza ni watu ambao wanatumia
pesa yote ya kwao, halafu wanaenda kuchukua na ya wengine ili waendelee kuishi. Kundi la pili wanatumia hela yao yote inaisha, halafu wanapause. Ni wale ambao wao wana ugomvi na madeni, halafu wana ugomvi na hela. Hawataki madeni, halafu hawataki kukaa na hela. Anatumia hela yote inaisha, ndo anachili. Ndo wale ambao wakiwa na hela wanakuwa na maisha fulani hivi, wanajimwamba fai. Wakikosa hela wanapoa. Anaishi maisha kama vile hayupo. Si ndio? Kundi la tatu ni watu ambao wanapata hela ila wanatumia kiasi, wanaacha sehemu nyingine kwa ajili ya maisha ya baadaye. Maisha ya baadaye. Unaona vizuri? Nilikawaambia kuna maisha ya aina tatu, kuna maisha ya leo, alafu kuna maisha ambayo yanaweza akajitokeza muda wowote. Alafu kuna maisha yajayo. Maisha ya leo ni yale ambayo tunaishi ili tule, tunywe, tupate usafiri, tununue kabando kidogo, yale mambo ambayo ni ya lazima. Alafu kuna maisha yasiyojulikana. Lolote muda wote, wakati watu tunapigiwa simu, bibi amemeza shoka. Mtoto amemeza wembe. Kuna ajali, kuna kuumwa, kuna kulazwa. Tunaita emergency. Hizi emergency tunazitatua kwa kutumia fedha, tunaita mfuko wa dharura. Ni ulinzi wako. Maandiko yamesemaje? Kama ilivyo kwamba hekima ni ulinzi, fedha nayo pia ni ulinzi. Mithali amezungumza. Kwa fedha ni ulinzi, ina maana mtu ambaye hana ulinzi muda wote anaweza kavamiwa akafanya kitu kibaya sana. Ndio maana matajiri wa Babeli wanasema hivi, mtu mwenye fedha ni kama kipande cha shaba au jabari ambalo ukilikanyaga unaumia na likikuangukia linakusagasaga. Mtu mwenye pesa huyo. Na mtu asiye na pesa ni kama udongo laini ambao ni mbichi, ambao mtu yeyote anaweza kaukanyaga akausambaratisha akakufanya vyovyote. Wale ambao wamewahi kukaa vijijini, wangapi wamewahi kufyatua tofali zile za kawaida tu, zile tofali za kawaida zile? Nini kinatokea tofali zinapokuwa bado hazijakauka? Mbuzi akipita au chochote kipita au mtoto. Vipi tofali zikisha kauka vizuri kabisa, nini kinatokea? Au chukulia tofali ya block. Yaani ile hata kikanyaga ukafanyaje, hata kuipasuki kutumia nyundo kuigonga gonga ni kazi. Anaweza kumgonga gonga mtu ambaye ana hela, ni wenye mamlaka, labda serikali ingilie kati, kwa sababu serikali ina nguvu ya kutawala vyote vilivyomo, si ndio? Vyote viko chini ya serikali. Ni serikali tu inayoweza kuingilia kati kwa mtu mwenye hela. Vinginevyo kama umekaa vizuri, labda umetembea kwenye mifumo ambayo serikali inahitaji, si ndio? Wewe ndugu yangu, hata vikesi vidogo vidogo huku, mwenye hela kama mshtaki uone. Mwenye hela ina nguvu. Tajiri kikoa tu. Haya, eneo la tatu nimesema ni nini? La tatu ni usimamizi wa pesa. La nne ni eneo tunaloita uwekezaji. Sasa kuna ugomvi hapa. Kuna watu ambao wanaishi leo kama vile watakufa kesho. Alafu kuna wengine wanaishi leo wakiamini kwamba hawafi kesho wala kesho kutwa. Ina maana wanaishi leo wakiandaa maisha ya baadaye. Si ndio? Sasa ngoja niwakumbushe kitu. Mnakumbuka ile story ya Yusufu alivyokuwa Misri? Mfalme alivyoota ndoto akaja kuitafsiri. Nini kilitokea? Aliwaambia hivi, tuna miaka 14 iko mbele yetu. Tuna miaka 7 ambayo tutapanda, tutalima, tutavuna vizuri na tutakuwa na chakula cha kutosha. Akawaambia miaka 7 itakayofuata, naomba mnisikilize kwa makini, kwa sababu mwisho nitakuuliza swali gumu ambalo utakuna kichwa. Sawa? Miaka 7 tutalima, tutavuna. Miaka 7 hakutakuwa na chochote. Wakaanza mwaka wa kwanza, wa pili mpaka wa 7. Wakalima, wakavuna, na kweli wakaweka galani kama ilivyokuwa na ilivyotolewa na maelekezo ya nani? Yusufu, si ndio? Sasa ile akiba ikaja kuwaokoa kwa miaka 7 ya njaa, si ndio? Nikaja kujifunza kitu kigumu sana. Nikagundua hivi, kanuni ya Mungu. Kanuni ya nani? Ya Mungu. Ukiishi miaka 60, inatakiwa uwe na uhakika wa vizazi vitakavyofuata viwe na uwezo wa kuishi miaka 60 kwa kutumia misingi uliyoijenga kwa miaka 60.
Ukiajiriwa ukafanya kazi miaka 30, inatakiwa miaka 30 inayofuata uwe na uhakika wa kuweza kuishi hata bila kufanya kazi yoyote na ukiwa umerelax bila stress. Kanuni ya Mungu inataka kanuni ya Mungu inataka hivi, leo ukipata unachokipata leo, inatakiwa hiki unachokipata leo kiwe na uwezo wa kukusaidia kuishi leo na uwe na uwezo wa kuacha sehemu itakao kusave kesho. Ina maana uwe na uwezo wa kufanya kazi siku moja na ile utakao ibakiza siku moja iwe na uwezo wa kusave siku ya pili. Ina maana tulitakiwa tuwe tunafanya hivi kwamba tukiishi mwaka mzima mmoja tuwe na uwezo wa kutengeneza mazingira ya mwaka unaofuata tuweze kuishi hata bila kulazimika kufanya kazi yoyote. Swali, mpaka sasa hivi wewe umefanya kazi miaka mingapi? Ndio. Mingi. Tuchukue sample tu, tusikupe miaka yote idadi ile ya miaka uliyofanya kazi. Tukupe hata nusu ya ile miaka uliyofanya kazi. Mitano. Tukuache uishi kwa kutumia nguvu na mbegu uliyoipanda huko. Utadumu kwa siku ngapi? Utatoboa kwa siku ngapi? Kesi ishakuwa ngumu. Kesi ishakuwa ngumu. Mvua shida. Mkuu. Stop, alafu record ukiwa nani? Kwa siku ya kwanza atakushukuru. Anasema kwa kweli hapa nashukuru umeniokoa. Umeniokoa. Ina WhatsApp hii. Ndio hiyo. First Amos. Ya pili akija siku ya pili akija siku ya pili ataanza kujenga imani kwamba aha, kumbe kwako kuna msaada. Imani. Sawa? Akirudi siku ya tatu ataanza kujenga kitu kinaitwa matarajio, na hayo matarajio yataanza kumfanya akuone kwamba wewe unawajibika. Akija siku ya 4 ataacha matarajio mengine yote na atakufanya wewe ni kila. Akija siku ya 5 umeshachoka. Ukiacha atakuchukia. Ndipo pale tunasema kwamba shukrani ya punda. Sasa tunafanyaje? Sikiliza. Hizi ni kanuni za kutoa misaada. Kanuni ya kwanza, hatusaidii watu kulingana na ukubwa wa shida zao, tunasaidia watu kulingana na kipato chetu. Hatuangalii wewe shida zako ni kubwa kiasi gani, tunaangalia kipato chetu kinasemaje, sawa? Ya pili, hatusaidii watu kulingana na matarajio ya watu, tunasaidia watu kulingana na mipango yetu. Tunaangalia mipango yetu inasemaje, sio wewe unatarajia nini kwangu. Sawa? Umeelewana? Ya tatu, hatusaidii watu kwa kutumia pesa tunayoitegemea. Tunasaidia watu kwa kutumia pesa ya ziada ikiwa ipo. Hauna mwambie kwa leo na usiogope kusema sina. Usijifanye wewe ni kila kitu. Hata Yesu alikataa asiitwe mwema. Wewe ni mwema kama nani? Wewe ni nani? Yaani wewe ni nani mpaka ujiite mwema? Kanuni nyingine ya kutoa misaada. Hatusaidii watu, sawa, kulingana na uzito wa hisia zao za maumivu. Wengi tunaingia kwenye mtego wa kuingia kwenye huzuni ya mtu. Huzuni ya mtu ni ya kwake na wewe una huzuni zako. Uchumi unahitaji moyo imara, sio moyo laini. Ukiwa na moyo laini uchumi hautakaa kwako kama. Kubali, kataa. Ukiwa na moyo mwepesi hivi, uchumi haukai. Hicho ni 20,000. Kipato endelevu. Jenga kipato kisicho na ukomo. Sawa sawa? Wewe ndugu zanguni, kingine cha mwisho, ili uweze kuwa ni mtu mwema kwako, anza kuonesha wema kwako kabla hujaonesha wema kwa wengi. Sawa? Narudia. Jitendee mema wewe kwanza. Cha bei rahisi ni hiki hapa, 10,000 nguvu ya pesa. Hiki kitabu kinajenga vitu vitatu: mtazamo sahihi wa kiuchumi, imani sahihi, lakini pia kinakufundisha tabia za kifedha. Ili fedha unaipa
cha bei ya juu ni 20,000 ni hiki kipato endelevu, mikopo na madeni na uchumi wa mwanamke 20,020. Ukichukua vyote 6 ni 100,000, lakini nimetoa ofa kwa watu wawili, hajajitokeza hata mmoja, kwa 80,000 tunakupunguzia 20,000 yote. Sawa sawa. Hao watu wanakuja kuomba msaada na tunachosaidia kuwasaidia ni kuwajenga fahamu. Ewa, umekuja mle ambako nitaka nije. Ngoja nikusaidie kitu, niongezee kitu. Iko hivi, jamani, matatizo ya kifedha hayatokani na kukosa hela. Matatizo ya kifedha yanatokana na shida binafsi za mtu binafsi kwenye akili yake na kwenye tabia zake. Nikuulizeni maswali. Kuna watu mko kwenye ofisi moja, mnalipwa mshahara mmoja, alafu yeye mshahara unaisha anakuja kukuomba wewe. Nini kimetokea? Shida ni hela au ni yeye? Uko sawa? Kwa hiyo unaweza ukatoa misaada ifuatayo mahali ambapo hutaki kutoa hela. Moja, unatoa pole. Ndugu yangu. Ndugu yangu, pole sana. Huo nao ni msaada wa kihisia. Uoneshe na wewe ni binadamu, unaguswa na matatizo ya watu, sawa? Sawa? Tuko sawa? Msaada wa kwanza, toa pole. Msaada wa pili, toa elimu. Bwana kama akikubali kukusikiliza, hataki, achana naye, kwa sababu shida zake hazitakiwi za kwako. Nyingine za kwako hakuna aliye tayari kuzibeba. Wewe usibebe za wengine, kwa sababu aliyebeba za wengine ni Yesu peke yake. Kila mtu hapa dunia akawaambia kila mtu ataubeba msalaba wake. Amtaki. Endelea. Tunapata vitu viwili kwa wakati huu. Sasa huku tunapata taarifa nyepesi. Tuko sawa? Msaada wa tatu ambao unaweza kuutoa bila kugusa mfuko wako, sawa? Toa ushauri bwana. Wakati mwingine fanya elimu ni kumbadilisha kifikra. Ushauri ni kumpa nini afanye kwa wakati huo. Ukimaliza hapo utatuchaji shilingi ngapi? Nikimaliza? Hii ni sadaka umetoa. Kuna mtu anataka kuleta pendekezo la kutoa sadaka. Toeni. Hapa ni kunitunza tu. Kwamba mwalimu mmenigusa, hebu kuna wengine unaweza ukaacha kutunza hivi ukasema hebu leta account hapo. Tunaendelea? Okay. Sasa msaada mwingine ni msaada wa kumsaidia kumpa ndoano. Usimpe samaki. Hiyo nimeieleza kwenye kitabu cha Nguvu ya Pesa. Mpe ndoano. Na hiki nimezungumzia pia wale ambao mnaishi na wategemezi nyumbani. Mtu alifiwa na baba na nani ukamweka nyumbani. Hutaki kumfuga, unatakiwa kumtengeneza. Narudia. Usifuge watu, tengeneza watu. Sawa? Usifuge watu, tengeneza watu. Jenga watu ambao wanaweza kusimama na kuishi hata kama wewe haupo. Wengi wanafuga watu kwa kuwapa usimpe kila kitu. Mtengeneze, mfundishe, na usimpe tunda, mpe mbegu. Wanaokuja kuwaomba, kama mtagusa mifuko yenu, guseni mifuko yenu kutoa mbegu, msiguse mifuko yenu kuwapa matunda. Wakimaliza matunda watakuja kupukutisha miti yenu, wataharibu vyanzo vyenu vya uchumi. Sawa? Hamjaelewa? Yaani hapa sasa maana kama tena tumeshaanza kuitwa tena huko. Swala uchokozi bwana. Swala uchokozi. Ndio. Umeshakuwa na familia? Mimi familia bado, ila nitakuwa nao kwa neema ya Mungu. Niombeeni pia nipate mwanamke anaweza kuyalinda maono haya na kuyatunza. Au unafikiria kwamba utakuja